Maswali makubwa ambayo yamebakia kwenye vichwa vya watu mpaka hivi sasa, na kila mmoja akitoa mawazo yake, ni ndoa ipi ambayo ilifana kweli kweli kati ya ndoa ya Hamisa Mobeto akiwa na Aziz Ki dhidi ya ndoa ya Jux na Priscilla wa kule nchini Nigeria. Ni ndoa ambayo kiukweli zimeshika mitandao ya kijamii kweli kweli. Ndoa siku ya jana ndo imekamilika rasmi kule nchini Nigeria, ikihudhuriwa na mastaa wakubwa kweli kweli. Wengine Afrika Mashariki ndo ambako wametokea kina Diamond Platnumz, na wengine kule kule nchini Nigeria akina Peter wa P Square bana. Alikuwa ni mtu mmoja hapo ambaye amewasili, Korede Bello na wengine wengi walikuwa wamewasili kwenye ile ndoa ya bidada Priscilla na Juma Jux. Sasa watu wamekuwa wakitamani sana kuweza kufahamu ni ndoa ipi ambayo imeshika anga za kimataifa na kuongelewa zaidi katika mitandao ya kijamii kuliko ndoa nyingine. Mimi nataka nikuletee pointi 3 ama 4 ambazo watu wengi hawazifahamu kuhusu hizi ndoa zote zikiwa zimefanyika hapa ndani na kule nje. Lakini nataka nikukumbushe tu kitu kimoja. Jux anasema bado ndoa haijaisha kwa sababu Tanzania kuna tukio kubwa lingine ambalo linakuja kufanyika. Kwa hiyo hakikisha unakuwa karibu na Locha Media kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo itakwenda kuletea updates kama hizi, na wote endelea kujifaidikia kila siku na utaendelea kuhabarika kwenye kila entertainment story ambayo itakuwa inatokea hapa town. Sasa ndoa ya Jux inaweza ikachukuliwa nafasi kubwa sana kwa sababu ni ndoa ambayo imekutanisha mataifa mawili ambayo yote ni makubwa na mataifa ambayo yamekuwa ni pinzani kila siku na kwenye kila kitu. Tukianzia kwenye mziki, siku zote tumekuwa tukifananisha akina Davido na Diamond Platnumz, akina Jux, akina Harmonize wana compete na akina Rema na watu wengine wengi sana. Japokuwa inaonekana kama mziki wa Nigeria unaenda viral zaidi, lakini bongo flava sio ya kuichukulia poa kwa sababu tuna msingo ya kwake Harmonize ambayo inafanya vizuri katika mitandao ya kijamii mpaka hivi sasa. Tunaye Komasafa ya kwake Diamond Platnumz nayo inakimbiza kweli kweli kwenye digital platform mpaka hivi sasa, na ulimwenguni kote bana watu wanasalimiana tu kwa sababu ya salamu ambayo imetoka kwa mtoto wa Tandale. Sasa jambo kubwa ambalo limenifanya nikuletee credits kubwa ziende kwa Juma Jux kwa sababu kule nchini Nigeria tukio limefanyika kwa ukubwa kweli kweli kuliko hata ile ambalo lilikuwa limeanza hapa mwanzoni Tanzania. Mimi naamini hili litakuwa funzo kwa kweli hata kwa mashabiki na hata kwa wenyewe akina Jux. Naamini hatua ya pili ambayo itakuja kufanyika hapa nchini Tanzania inaweza kwenda kuandika historia kubwa sana, kwa sababu hata watu ambao wamehudhuria kule nchini Nigeria wanaeleza kwamba makeup artist wa Nigeria hawafanyi kitu kwa udogo, yani designers, makeup artist na watu wote decorators wa events wote hawajiandaa kitu chao kwa udogo. Alafu na kuambia tu ile ilikuwa ni tradition wedding, yani ni ndoa ambayo inafanyika kitamaduni zaidi, sio zile ndoa ambazo zipo kwa ajili ya kufurahisha. Kwa hiyo ipo ndoa ya kitamaduni, alafu sasa huko Tanzania ndo wanakuja kukamilisha kila kitu, yani huku inakuwa ni funga mwaka ama mwisho wa funga kazi. Hatujajua Tanzania watajiandaa kwa namna gani, lakini Jux alisema itaenda kuwa na ukubwa kweli kweli kwa sababu ile ya kwanza watu wengi hawakuweza kuhudhuria. Kwa hiyo hii atahakikisha watu wanafika na wanapiga tukio moja ambalo ni kubwa kweli kweli. Tukio la Mobeto linatajwa kuwa moja tukio kubwa na ndoa kubwa ambalo ilisimamisha Tanzania kwa masaa kadhaa ama muda kadhaa, lakini haitaji kwa ukubwa huo kwa sababu namba kubwa ya watu ambao ilikuwa imehudhuriwa ni wa hapa Tanzania. Yaani upande wa Aziz Ki familia yake haikuja kwa ukubwa hivyo kama ile ambayo tumeona Diamond na Jux ilikuwa imesafiri kutokea Tanzania wakachukua kabisa private jet na kwenda nchini Nigeria kule Lagos na kuandika historia kubwa sana. Wametumia pesa nyingi. Mimi naamini mpaka hivi sasa kama kuna pesa ambazo zimetumika basi hela zimetumika kweli kweli kule nchini Nigeria, maana ile sio ndoa tu bali ni historia ambayo imeandikwa. Ukienda kwenye blog zote za Nigeria, tukio kubwa ambalo limeongelewa siku ya jana ama masaa 24 ni tukio la Jux na Priscilla. Yani kila unakoenda comments zote watu wame appreciate, watu wamewafurahia kila mmoja ambaye alikuwa amemuona pale. Wanasema wamependeza. Japokuwa kuna Watanzania ambao wamekosoa mavazi ambayo wameyavaa watu ambao wametokea huko Tanzania. Anasema kwa nini msingevaa Kimasai mkarepresent ile culture ambayo inapatikana huko Afrika Mashariki kuliko mkienda kuzivaa zile nguo za wa Nigeria. Kwa hiyo mnaonekana kama wote wa Nigeria, japokuwa mmependeza sana. Huyu alikuwa ni Madam Rita, jaji mkuu wa pale BSS Bongo Star Search. Alikuwa ametoa mawazo yake na kusema bana
mavazi haya bana, mimi nawazani kama ilikuwa mnatakiwa kuvaa kimasai. Lakini naamini katika ukurasa wa comment itakuwa ni sehemu sahihi ya wewe kutuambia umeionaje ndoa ya Jux na ndoa ya Mobeto. Ipi imechukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye jamii kwa ujumla yani. Tunajua ndoa zote zinakutanisha mataifa mawili. Aziz Ki na Mobeto, huku Jux na Priscilla, na wote wana majina makubwa, kila mmoja kwenye anga tofauti tofauti, lakini kila mmoja amefunga ndoa na historia kila mmoja ameiandika. Naamini wote kwa na majibu sahihi katika sehemu ya comment. Endelea kutufuatilia Locha Media kwa sababu itakuwa ni sehemu pekee ya kujipatia updates kama hizi.